Ndugu waandishi wa habari pamoja na Watanzania, na wasalimu kwa salamu zetu za chama. Mimi hapa naitwa Ashura Mashaka Masudi, ni katibu wa kanda ya kati wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Nimeongozana na viongozi wenzangu baada ya kuwa tumeshinda polisi. Kama inavyojulikana, tarehe 8 mwezi Juni tulikuwa na mkutano hapa mkoani Dodoma. Mkutano ambao ulifanyika katika viwanja vya Mtekelezo. Mkutano ulifana kama mlivyoona kwenye mitandao. Baada ya hotuba, makamu mwenyekiti wa chama taifa aliondoka uwanjani. Ile hamasa ya watu waliokuwa nayo walimsindikiza. Alivyoona umati unazidi kuongezeka kwenye viwanja vya Nyerere Square, alisimama na kuwaomba warudi majumbani. Na yote hayo ilikuwa ni kuokoa shughuli zinazoendelea barabarani zisisimame, lakini pia hayakuwa maandamano. Kwa hiyo aliwasihi sana wampe muda aende nyumbani na warudi nyumbani ili aweze kupumzika. Sasa mnamo tarehe 10, viongozi wa jimbo la Dodoma mjini, mwenyekiti Stefano Karashan, katibu wake Azizi Abbas na mwenezi William waliweza kupigiwa simu. Mwenyekiti alipigiwa simu na OCD kwamba ana maongezi na viongozi wa jimbo. Bila hiana, viongozi wale waliweza kutushirikisha. Walipigia mkoa na wakatupigia kanda. Tukawashauri, lakini kulingana na mahusiano waliokuwa nayo mwanzo, tukasema sio official kwa sababu sio barua. Kwa hiyo wana haki ya kuitika au kutokuitika, lakini kulingana na mahusiano waliokuwa nayo katika utendaji wa shughuli zetu za chama, walisema hakuna shida, wakaenda kuwaona tarehe 10. Ilikuwa mida ya saa 4. Ilipofika mida ya saa 5, tulipigiwa simu na waliokuwa wameongozana nao kwamba wamewekwa ndani. Baada ya kufuatilia, tukaambiwa kwamba wamewekwa ndani kwa makosa matatu. Kosa la kwanza, maandamano bila taarifa. Kosa la pili, waandamanaji walitumia maneno ya kukikashifu Chama cha Mapinduzi. Na kosa la tatu, mikusanyiko haramu. Sasa hayo ni tuhuma ambazo walizisema. Lakini kinachotusikitisha kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo, hayo makosa yana dhamana. Tangu tarehe 10 tumekuwa tukienda pale kwa ajili wapewe dhamana, tumekuwa tukizungushwa na OCD na OCCID. Na tarehe 11 tumeshinda pale tangu asubuhi hadi saa 2 usiku. Asubuhi hadi saa 10 hawakuwepo, walitukimbia. OCCID hakuwepo, OCD hakuwepo. Ukimfuata askari anasema kwamba wenye mamlaka kusikiliza mambo yenu ya Chadema ni hao watu wawili. Tulivumilia. Bai saa 11 kasoro walifika. Tukaenda moja kwa moja kwa OCCID. Tukajitambulisha, akatuambia ndugu zenu kesi yao au tuhuma zao bado hatujakamilisha. Hatujakamilisha ushahidi. Na mara baada ya muda akatuambia wamekamilisha ushahidi, umepelekwa kwa DPP. Kwa hiyo anasubiri maamuzi ya DPP ndio yatakayoamua wapewe dhamana au wapelekwe mahakamani. Tukauliza tusubiri kwa muda gani, akasema siwezi kugarantii muda. Kwa hiyo tulikuwepo. Ilipofika saa 2 tulimfuata, akatuambia haitawezekana, turudi asubuhi. Hivi hapa mnapotuona tuko nje kidogo na kituo cha polisi. Tumeshinda pale mnamo saa 9 kasoro. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Mheshimiwa John Heche pamoja na Godbless Lema, mjumbe wa kamati kuu, wamekuja kuungana na sisi. Tukapandisha moja kwa moja kwa OCCID. Akawaeleza maelezo hayo na akasema tayari ameshakamilisha upelelezi, alikuwa anasubiri majibu kutoka kwa DPP. Lakini kumbukwa asubuhi, wenzetu walionitangulia hawa nilionao waliweza kwenda kwa RCO kufuatilia baada ya kuambia kwamba faili halipo kwa DPP, lipo kwa RCO. Walivyoenda kwa RCO aliwajibu hivi kwamba kuwepo kwangu mimi na hili faili lenu halimaanishi kwamba hatuwezi kutoa dhamana. Polisi bado wanayo mamlaka kutoa dhamana. Kwa hiyo nendeni mkawaambie watoe dhamana wakati mimi bado nalipitia faili. Ndio hadi tukafika jioni hii ya leo.
Saa 9 hiyo wameahidi makamu wetu mwenyekiti kwamba wanawapeleka mahakamani, dhamana ikatolewe mahakamani. Cha kushangaza, OCCID ameamrisha makamanda wenzake wawaweke wale watu wetu kwenye gari, wakabidhiwa kila kitu. Walivyoingia kwenye gari, wakawa kumbe wana mpango ovu wa kuwapeleka vituo tofauti, sio mahakamani. Tayari wanasheria walikuwepo mahakamani, tayari kuna baadhi ya waandishi wa habari walikuwa wameshatupigia tukawaambia tukutane mahakamani. Tukashangaa gari nataka kuelekea upande uelekeo mwingine. Tulivyopiga kelele, wakawashusha wakawarudisha ndani. Rai yetu kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo, kesi walizonazo wenzetu zina dhamana. Ni haki yao kupewa dhamana. Mimi kama katibu wa kanda kwa niaba ya chama, ninaomba taarifa hii mfikie OCD na OCCID, japokuwa amekomaza kichwa, wapewe dhamana, ni haki yao. Kuwakalisha lock up leo siku ya 3 hapo polisi bila kupewa dhamana ni kuvunja haki ya hao watu. Na rai yangu ya pili ni kwa serikali. Tunaomba msiwatumie polisi vibaya. Tunaomba msitumie nguvu kubwa kuzuia nguvu ya demokrasia. Wale watu hawakuandamana kwa ridhaa yetu sisi. Wale watu wanayo mambo wameyabeba kwenye mioyo yao. Haya, wakuhusika au viongozi waliokuwa ndani. Waliohusika ni walioandamana. Mimi na nyie hatuwafahamu kwa sura wala kwa majina, kwa sababu mkutano ule ulibeba watu wengi. Ni watu ambao wamechoka. Wamechoka umasikini, wamechoka maisha magumu, wamechoka vijana wale kutokuwa na ajira. Wanahisi Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndio kimbilio lao la mwisho. Ile ilikuwa ni furaha tu. Lakini kumbukwe, tuna watu wetu wengi wamepotea katika mazingira ya kutatanisha. Na wengine wamepotelea mikononi mwa polisi. Hatuko nao, hatujui wako wapi. Watu wanayo haki ya kulalamika, vijana wanayo haki ya kulalamikia serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa sababu ndio inaongoza nchi. Wanayo haki ya kulalamikia dola ni ya Chama cha Mapinduzi. Hawa watu wamepotea, wako wapi? Ndio maana waliimba walivyoimba, hakuna aliyewatuma. Ni hisia walizo nazo, ni uchungu walio nao. Ninaomba niseme kwa ndugu zetu Chama cha Mapinduzi, hamtaweza kuzuia mafuriko kwa mikono. Ni wakati wa ukombozi umefika. Watanzania wamechoka maisha magumu. Mmeshindwa kuwa suluhu ya matatizo walio nayo. Hivyo basi, mtuache huru. Mtuache huru, mtufungue mikono. Hata mkitufungia shughuli za kichama, mioyo yetu haitabadilika kwa sababu ya mambo mnayoyaamua. Sisi kanda ya kati, mkoa wa Singida, Morogoro na Dodoma, tumeamua. Na tarehe 17 mwezi Mei, nilivyoongea na vyombo vya habari kwa mara ya kwanza, niliwaambia kwamba kanda ya kati, Dodoma, Singida, Morogoro, sasa basi haitakuwa chimbo la CCM. Kubalini msikubali, hali itazidi kuwa mbaya kwenu. Watanzania wameamua. People's power. No reforms, no election.